Katika somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 aya ya kwanza hadi ya 3, aya ya 6 na aya ya 8 hadi ya 9, tumesikia juu ya utabiri wa nabii Isaya kuhusu ujio wa Masia wa Bwana ambaye atakuja kuwakomboa wana wa Israeli. Masia huyu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye katika Injili ya Luka ambayo tumeisikia hivi punde, yani Injili ya Luka sura ya 4 aya 18 hadi ya 19, anarudia maneno yale yaliyotabiriwa na nabii Isaya. Ili kuthibitisha hilo, anasema, leo maneno haya yametimia masikioni mwenu. Sisi sote tulio wafuasi wa Kristo twajaliwa Roho huyo wa Bwana ambaye tangu pale tulipobatizwa hutuimarisha na kututia nguvu zaidi katika sakramenti ya kipaimara na kutujalia mapaji 7 ambayo ni wanakipaimara: hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Ndiyo, hayo ndio mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Rudieni tena kwa sauti: ndiyo, mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ambayo sote tumepokea. Sisi wengine ambao tulipata kipaimara miaka ya nyuma tumepewa pia mapaji hayo 7 ya Roho Mtakatifu, na hawa wana kipaimara wanaoimarishwa leo kwa sakramenti hii wanampata mapaji hayo 7 ya Roho Mtakatifu. Haya ndiyo mapaji watakayoyapata vijana wetu hawa ambao wanapata sakramenti ya kipaimara leo. Roho Mtakatifu ndiye ambaye Mtume Paulo katika somo letu la pili la leo, somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya 6, Mtume Paulo anatoa katekesi na ufafanuzi wa kutosha wa wanafunzi wa kwanza ili waweze kuelewa juu ya utofauti uliopo kati ya ubatizo wa Yohane na ubatizo kama sakramenti uliowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ili kudhihirisha hilo, anawabatiza na kuwawekea mikono ili wapate nguvu ya Roho Mtakatifu. Na baada ya kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali kama ilivyokuwa siku ile ya Pentekoste. Kwa hiyo sakramenti ambazo zimewekwa na Bwana wetu Yesu Kristo, sakramenti zipo ngapi? 7. Sakramenti zipo 7. Ya kwanza ubatizo, ya pili kipaimara, ya tatu ekaristi takatifu, ya 4 upatanisho au kitubio, ya 5 mpako utakatifu wa wagonjwa, ya 6 umbali, ya 7 ndoa. Vizuri sana. Kwa hiyo mapaji ya Roho Mtakatifu yapo mangapi? 7. Sakramenti zipo ngapi? 7. Na mpaka sasa sakramenti ambazo ninyi mmekwisha pokea, kiacha sakramenti ya kipaimara ambayo mtapokea leo, sakramenti ambazo mmekwisha pokea zipo ngapi? Hebu nyosha kidole anayefahamu sakramenti ambazo mmekwisha pokea mpaka sasa. Zipo sakramenti ngapi? Pale mwisho zipo ngapi? 2.
Sitaje? Ubatizo na kitubio. Aha. Ekaristi hamjawahi kupokea? Kitubio hamjakupokea? Hata sakramenti ya kipaimara mnapewa hamjakupokea kitubio? Nataka tumuulize paroko kama amewaunganisha au kuwaunganisha. Mmeungama? Ndio. Au hamjaungama? Tumeungama. Kwa hiyo sasa kama mmeungama, hiyo ni sakramenti gani? Ni sakramenti gani? Semeni kwa sauti. Ya kitubio. Sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo mlibatizwa. Baada ya kubatizwa, kama mlibatizwa kwa wadogo, wale waliobatizwa kwa watoto wachanga, basi umepita muda mrefu kidogo, baadaye mlipokuwa mkatambua wenyewe juu ya kupambanua mema na mabaya, mkafanya mafundisho, mkapokea sakramenti ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Lakini kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu, mlipokea sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo mmepokea sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kama mmoja aliugua akawa mgonjwa, atakuwa alipata pia sakramenti ya mpango wa wagonjwa. Hizo ndio sakramenti ambazo ndio sakramenti ambazo ninyi mnaweza kuwa mmepokea. Mpaka wagonjwa tumeiweka tu, inategemea kwa sababu tutapata kama umeugua. Kama umeugua hapo katikati, unapata sakramenti ya mpaka wa wagonjwa. Lakini sakramenti hizo sakramenti tatu zinaitwa sakramenti za Wakristo wazima. Na leo ninyi kwa sakramenti ya kipaimara mnakamilisha kuwa Wakristo wazima. Sasa sakramenti zingine zitakazofuata ambazo zinaweza kuwa sakramenti hivi, kwa mfano baada ya kipaimara, sakramenti zitakazopata baadaye zinaweza kuwa sakramenti zipi? Sakramenti ya ndoa, sakramenti ya upadre, sakramenti gani nyingine? Mpaka wagonjwa, ukiugua utapaka mafuta. Sawa? Hizo ndio sakramenti zinazofuata. Hata kama sasa kwa mfano mmoja atakuwa mtawa sister au kama brother, sio sakramenti, lakini atakuwa ameingia maisha ya wakfu. Atakuwa ameingia katika maisha ya wakfu. Lakini sakramenti hizo sakramenti saba. Kwa hiyo kama utakuwa padre, utakuwa umepata sakramenti ya daraja takatifu. Kama utapata upadre, utapokea sakramenti ya ndoa. Kwa hivyo hizo ndizo sakramenti ambazo sasa ziko mbele yetu, zinatusubiri kwa ajili ya kututakatifuza. Leo tunapata sakramenti ya kipaimara ambayo inatutia nguvu ili tuweze kuishi kiaminifu na kuwa mashahidi hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 24 hadi 27, kama tulivyosikia baba paroko wetu ametutangazia Injili hiyo tena kwa kuimba ili tuielewe vizuri. Bwana wetu Yesu Kristo anaeleza juu ya maana ya kuwa mfuasi wake. Anaonyesha dhahiri kuwa mfuasi wake si lelemama. Kuwa mfuasi wa Kristo ni kubeba msalaba na kwenda nyuma yake na kumfuata. Sio kwenda mbele yake, ni kwenda nyuma yake na kumfuata yeye. Yeye ndiye kiongozi. Kristo mwenyewe alijitoa kuwa kielelezo cha tendo hilo kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Alisema, yule anayetaka kuwa mfuasi wangu ajikane mwenyewe, abebe msalaba wake na aje nyuma yangu. Kwa hiyo sisi tuliobatizwa na kupata kipaimara, wajibu wetu ni kumtangaza yeye katika maisha yetu na kumfuasa Kristo kwa uvumilivu.
hadi tufikie msalaba tufikishe Golgotha, yani pale hadi mwisho wa uhai wa maisha yetu hapa duniani, na hatimaye tufe ndani yake Kristo ili tuweze kufufuliwa pamoja naye katika utukufu. Kwa hiyo ninyi wana kipaimara, kwa kupokea sakramenti ya kipaimara mnajikana wenyewe. Tunaelewana? Ni kujikana, sio kwamba mnapata kipaimara ili baadaye mara wengine sasa wanafikiria kwamba kipaimara, tukishapata kipaimara baadaye kuna sherehe. Sio? Eti leo si wengine mtafanya sherehe huko mtaani, huko nyumbani. Mkirudi hapa wanakubalisha taji, alafu kule nyumbani tunafanya sherehe, tunakula wali, tunakunywa soda, tunapongezana, si ndio? Lakini Ukristo wenyewe ni kubeba salaba, ni maisha ya ushuhuda. Sasa mnaveshwa nguvu za Roho Mtakatifu, halafu mnatumwa kumtangaza Kristo na kumhubiri Kristo, kumshuhudia kwa maneno na matendo yenu. Kwa hiyo Kristo sio lelemama. Kristo ni kubeba msalaba wa Yesu, ni kuvumilia katika magumu mbalimbali ambayo yatatupata katika kumtumikia Kristo. Na yapo magumu mengi, maana tunapaswa sasa kuwa na bidii katika kusali. Tusali kwa bidii nyumbani, katika jumuiya, kanisani, tuwe wawajibikaji. Sasa na sisi viongozi wa jumuiya, viongozi wa halmashauri wa walei Kigango na parokia, hawa sasa wale vijana wetu wanaopata kipaimara, tuwape majukumu ili wafanye kazi katika kanisa. Kazi kwa mfano kufanya usafi kanisani au mahali pengine popote pale, maana sasa waonekane zaidi. Tumeelewana? Muonekane. Imani nayo mnapata kipaimara, mshapata kipaimara sio mwisho wa maisha ya Ukristo wenu. Wengine mtapata kipaimara hapa mnakimbia, tuwaoni tena. Hata kama utakwenda kusoma shule, najua wengi ni wanafunzi. Hebu mnaoendelea kusoma nyosheni mikono wanafunzi. Okay, sasa karibu wote 98. Wote ni wanafunzi karibu. Sasa mtakapofaulu shule ya msingi, si mnasoma shule ya msingi nyinyi? Wachache wa sekondari wanaondoka miji mitani wale 6 kutoka huko au wako sekondari tayari. Lakini ninyi wengine mnaosoma shule ya msingi mtakwenda kusoma sekondari. Tunaamini mtafaulu na mtaenda sekondari. Kule sekondari msiache dini. Tumeona? Msiache kusali. Kwa sababu kanisa Katoliki tuna utaratibu huo wa kuendelea kuwasaidia na kuwapa huduma hiyo ya kiroho hata katika shule zetu na vyuo. Kwa hiyo sekondari kuna TYCS. Sekondari kuna nini? TYCS. Maana yake kirefu chake Tanzania Youth Catholic Students kwa Kihehe. Kwa hiyo maana yake wale vijana wa Katoliki ambao wanasoma sekondari wanakuwa na mlezi wao, na yupo mlezi wao wa jimbo. Yupo mlezi wa jimbo, na mlezi wa jimbo letu la Iringa ni nani? Alikuwa Padre Alex Mkalawa, na sasa Baba Mkalawa amepewa majukumu mengine. Mlezi wenu sasa atakuwa Padre Eliud Kiwale ambaye atasimikwa mwezi huu unaokuja. Kwa hiyo ni huyo mlezi wa sekondari, shule zote za sekondari katika jimbo la Iringa, na huyu ndiye ambaye anaendelea kuwa pamoja na nini, pamoja na mapadre wetu, maparoko na wasaidizi wao, wanaendelea kuja sekondari kusali misa, kuwaona, kufundisha dini na nini. Muonekane. Kipaimara mnachopata leo sio msingi wa kuonesha katika hayo. Msitoroke na msikimbie. Najua wengi wanaondoka, ushaondoka anaenda huko. Hata kama utaenda kusoma
shule ya mbali huko, jimbo lingine Moshi, au labda wengine wasichana mnaenda kusoma Kondoa Girls, wengine mnakwenda Mbeya, sijui Loresi, kokote kule utakapokwenda. Wewe ni Mkristo Mkatoliki uliyepata kipaimara, kufika pale jiainishe. Kuna makanisa kule, kuna mapadre pale, kuna makatekista. Uonekane, endelea kusali, uwe na bidii hiyo mpaka mwisho kabisa. Na kwa hiyo uwe Mkristo hodari. Baadaye hata kama utakwenda chuo kikuu kule pia kuna chama kingine ambacho kina wajumuisha wanafunzi wote wa Kristo wa Katoliki, ambayo inaitwa TMCS. Maana yake ni wale wanafunzi wa vyuo wanaosoma na walezi wao wapo. Na katika jimbo letu la Iringa tuna padre anayeshughulika ambaye ni paroko wa vyuo vikuu. Lengo lake ni kuendelea kuwalea hawa ambao wako chuoni, waendelee kujua Kristo, kumtambua, kumtumikia, na waendelee mpaka mwisho, ili wanapoondoka sasa wanaenda kufanya kazi, basi wawe waadilifu kama Wakristo wa Katoliki waadilifu, ambao wanajua wajibu wao wa kufanya kazi. Popote utakapokwenda, utakuwa mwalimu. Ukiwa mwalimu, fanya kazi vema kwa uadilifu kama mwalimu, kama mlezi, Mkristo Mkatoliki uliyelelewa vizuri na kanisa Katoliki. Kama utakuwa daktari